Kiongozi Julius Mtatiro, pole sana kwa kupoteza mchezo. Asante sana. Mchezo huu wa robo finali ya CRDB Federation Cup ulikuwa mgumu kama ambavyo tumeona, lakini nawapongeza sana vijana wangu wa Stand United chama la wanajamukaya kwa kufanya kazi nzuri na kupata matokeo waliopata. Unahisi ni kitu gani ambacho kimezuia leo vijana kutinga nusu finali ya kombe la shirikisho? Cha kwanza nadhani kwamba vijana wana uchovu mkubwa kwa sababu wametoka juzi kucheza mechi ngumu sana na Songea United kule Songea. Ilikuwa mechi ngumu, na wakati wameingia hapa maana yake ni kwamba unakutana na timu kama Yanga ambayo ni timu ngumu sana. Na kwa hiyo vijana wameweza kufanya kile walichoweza kufanya, na kama tunavyojua michuano hii ni migumu na vijana wamepambana mpaka kufika robo finali ya hii michuano. Kwa hiyo mimi kama mlezi wao napokea kile ambacho wamekifanya hapa katika uwanja wa KMC Complex leo. Kiongozi, ukaona usafiri kutoka Shinyanga uje na Dar es Salaam ushuhudie vijana wanachokifanya. Kwa sababu kama unavyofahamu, moja kati ya mambo ambayo Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4 Dr. Samia Suluhu Hassan amewekea nguvu kubwa sana ni michezo. Viwanja vya michezo, kama unavyoona Mheshimiwa Rais anapanua sana miundombinu ya mbalimbali ambayo itakuwa inafanywa michezo, lakini pia umeona yeye mwenyewe pia anakuwa anaingia moja kwa moja na kuongeza motisha na morali katika timu zetu mbalimbali zinapokuwa zinashiriki kwenye michuano mbalimbali. Kwa hiyo hata sisi wasaidizi wa Mheshimiwa Rais tuko kwenye mstari huo kuhakikisha kwamba timu zetu tunazisupport, tunazisukuma kufanya vijana waweze kukusanyika, waweze kucheza na jamii kwa ujumla iweze kuendelea kupenda michezo. Licha ya kwamba kupoteza kwa goli nyingi 8-1, lakini tuambie kwa kiwango ambacho wameonyesha vijana hapa dhidi ya timu kubwa Yanga. Vijana naweza kusema wamecheza mchezo mzuri, ila kilichokuwa kinatokea nadhani kwamba ni makosa ya kawaida ya kwamba unapocheza na timu kama Yanga, ukifanya makosa unaadhibiwa. Kwa hiyo naona kila kosa ambalo vijana walilolifanya, kila mpira ambao walikosea namna ya kucheza, Yanga waliwaadhibu kwa sababu Yanga wana experience kubwa na Yanga ni timu kubwa sana. Vijana hawa wa kwangu wa Stand United ni vijana hapa, kuna mmoja hapa amehitimu kidato cha 4 mwaka jana, tunaye hapa na alikuwa leo anacheza hapa na Yanga. Unaweza kuona kwamba ni vijana wadogo, wana miaka 19, miaka mingapi, alafu wanakutana na kina Ziziki, wamezoea kucheza na Zamalek na nani. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kuna wakati vijana itabidi wafanye makosa na waadhibiwe, na wakiadhibiwa wanajifunza kuweza tunavyorejea kwenye ligi ya championship ambayo sisi tuko nafasi ya 3 nyuma ya Mbeya City na Mtibwa, basi vijana makosa ya hapa pia mwalimu atayatumia kwenda kuzuia kule championship ili tuweze kupanda na kuingia ligi kuu. Hamna, lakini nimepata goli moja ya kufutia machozi. Hebu niambie kwa namna ambavyo mlishuhudia ile goli ikifungwa Diarra. Hilo goli lilipofungwa nilisimama na kuambia vijana waendelee kupush kwa sababu wamekuja hapa kufanya kazi. Lakini kwa bahati mbaya kama tulivyoona hatukuweza kufanikiwa kuwashinda Yanga katika hii robo finali. Kwa hiyo tunatakia Yanga kila laheri katika michuano ambayo inafuatia, lakini pia nitoe shukrani na pongezi kwa mashabiki wa Yanga kwamba hata baada ya mechi kuisha walishabikia vizuri pande zote mbili, na hata baada ya mechi kuisha mchezaji wetu anaitwa Side wamemwomba uwanja mzima na wakawa wanamtuza na kumpatia pesa na kadhalika. Kwa hiyo huo ndio mshikamano wa michezo, kwamba mechi imeisha, imeshamuliwa uwanjani na kwamba sasa mashabiki wanakuwa kitu kimoja, na hata mashabiki wa timu pinzani wanamtuza mchezaji ambaye amecheza pia vizuri kutoka kwenye timu nyingine. Anasema kwamba ameokota sana Side, lakini moja kati ya kitu ambacho leo kimewavutia watu wengi ama kidogo alikuwa na maswali ni kwamba wachezaji wengine wote jezi zao hazikuwa na majina isipokuwa Side peke yake, na ndio maana walikariri jina kanaita Side na wamempa fedha. Tumeingiza seti karibia 6 za jezi, na leo tuliamua kuvaa hii jezi ambayo seti yake yote haijawa printed. Kama ambavyo mmetufuatia wakati tunacheza championship, ziko baadhi ya mechi ambazo wachezaji wetu wote wamevaa jezi ambazo zina majina kwenye migongo yao, lakini jezi ambayo ilikuwa imechaguliwa leo kwa bahati mbaya haijakamilika kwenye upande wa printing, hazijawa printed zote, lakini tukasema iingie hivyo tu moja, na tukujua kama italeta hii ya mwishoni ya kumtuza Side. Kwa hiyo Side ilikuwa bahati yake pia. Yeye peke yake kuwa na jezi ambayo ina majina. Kiongozi, mipango yako sasa kama mlezi wa timu ya kama mlezi wa Stand United FC, na kwa niaba ya sisi viongozi wa serikali mkoa wa Shinyanga, tunataka kuhakikisha kwamba burudani ya ligi kuu inarejea Shinyanga.
Ndio maana mmeona kwamba wadau tumeweza kuwaunganisha kuhakikisha wanaweza kuwekeza nguvu katika hii timu, na mpaka tumefika hapa tulipo leo tunavyozungumza, tuko nafasi ya 3 katika ligi ya Championship, na inshallah tunamuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapatia vijana sia pamoja na utulivu. Tuna uhakika kwamba katika mechi ambazo zimebakia vijana wataendelea kupata matokeo, na Stand United chama la wanajamkaya tutarejea ligi kuu kwa kishindo, na tukirejea ligi kuu kwa kishindo, Yanga wasije wakadhani walikuwa wanacheza na Stand hii ya waliocheza nayo leo. United itabadilika. Of course watakutana na Stand quality ya ligi kuu kabisa, na kwa Shinyanga hawezi kutoka, kwa Dar siwezi kusema, ila kwa Shinyanga wakija Yanga Simba tunawapiga. Sawa, tukizungumzia ile magoli 8 ambayo umefungwa, ni magoli yapi unaona kabisa yale alikuwa ni bora? Yaani hata kipa wenu angefanyaje ilikuwa ni ngumu kusudi. Kuna moja ambalo alipiga Aziz Ki, lile la mbali, yale yanafungwa duniani kote unaona kabisa wanafungwa. Kuna moja nadhani pale alifunga, nadhani ni Kibwana ama nani, ambayo ilikuwa nipiga nikupige, mabeki wetu walishangaa akapita nayo ikaingia. Yale ni magoli ambayo huwezi kabisa ukaya avoid. Lakini kuna magoli mengine kadha wa kadha ambayo tumefungwa kwa sababu ya uchanga wa soka wa vijana wetu. Ala Aziz Ki nyingi kaondoka nazo. Yes, Aziz Ki amefanya kazi kubwa sana katika uwanja, na nadhani alikuwa na inspire pia vijana wa Stand United ambao ni vijana wadogo na wana kazi kubwa ya kuendelea kisoka kwa kadri ambavyo wanakwenda mbele. Kila la kheri na asante sana. Asante sana.